Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu katika imani, group members wa group letu la majibu wa Qur'ani pamoja na wale wa group la fikra pevu katika Uislamu, ninamshukuru Allah tabaraka wa taala ambaye kanipa tawfik ya kuweza kurekodi ujumbe huu kwa ajili ya kuendelea kufahamishana, kuelekezana na kufundishana kuhusiana na yale ambayo tumekuwa tukiyazungumza tangu mwanzo wa group letu mpaka wakati huu. Tangu tulipoanzisha group letu tumekuwa tukizungumza dalili za kiyama, ambapo tumejikita kwa kuzizungumza dalili kubwa 10 za kiyama ambazo zimerekodiwa katika hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inayopatikana katika kitabu kitacho Sahihi Muslim, kitabu al-Fitan wa Asharatu Saa, babu fil ayati allati takunu qabla saa. Lakini kadhalika tunamtakia rehema na amani Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye yeye ndiye kiongozi wetu, mwalimu wetu aliyetufundisha na kutuelekeza mambo mengi sana yanayohusiana na nyakati hizi ambazo dalili hizo kubwa 10 za kiyama zinajitokeza. Ndugu zangu katika imani, dalili za kiyama kama tunavyofahamu zimegawanyika. Kuna dalili ndogo na dalili kubwa. Na kama ambavyo zimegawanyika katika makundi mawili, hivyo hivyo kuonekana kwake, uwezo wa kuziona pia umegawanyika. Kuna dalili ambazo zinaonekana na macho ya nje, haya ambayo kila mtu anayo ya kuvukia barabara. Dalili ndogo zote, mfano wanawake kutembea uchi aliyakuwa umevaa, ukithiri kwa pombe, ukithiri kwa maasiya, madhambi kupungua kwa wanaume, wanawake kuwa wengi, shirki, ni madhambi yanayoonekana wazi, ayana dhahiran, yako wazi peupe kabisa. Uhitaji hata miwani wala elimu ya darasa la 7 kwamba eti ndio uweze kuyaona. Kwa hivyo dalili ndogo zote zinaonekana kwa macho ya nje. Lakini dalili kubwa za kiyama inawezekana ukawa na macho haya nje lakini usizione. Kwa sababu gani? Hizi dalili kubwa 10 za kiyama zimefunikwa na kitu kinachoitwa fitnatul masihu dajjal. Kuna mwavuli, kuna kitu tunakizungumza kama mwavuli kilichozifunika hizo ishara. Kwa hizo ishara zinakuja kwenye muonekano mzuri au kwenye mtazamo mzuri wa nje, lakini kiuhalisia ndio dalili zenyewe za kiyama. Na ndio maana dalili hizi ili kuziona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatuelekeza tusome suratul Kahfi biqaulihi alayhi salatu wasalam, man qaraa suratul Kahfi fi yawm al-jum'ah Allah alahu minan nur ma bainahu wa baina al-jum'atayn. Yeyote atakayesoma suratul Kahfi siku ya Ijumaa, ambazo ni aya 10, man hafidha 10 aya min awwal suratul Kahfi usma min fitnati dajjal, atakayezihifadhi aya 10 za suratul Kahfi atakingwa na fitna za dajjali. Hadithi nyingine akasema atapewa nuru. Sasa kwa hii nuru ambayo mtu anapewa na Allah, mpaji ni Allah, nuru haiuzwi popote pale. Na ukimsikia mtu anakuambia na nuru, jitenge naye, kaa naye mbali, shetani anamchezea wewe. Sasa hii nuru ambayo mtoaji ni Allah tabaraka wa taala, ni ule uwezo wa ndani wa mtu anopewa na Allah wa kuweza kuona mambo ambao watu wengine hawayaoni. Ndio maana Mtume akasema ittaqu firasatal mu'min, heshimuni mitazamo, maono ya mtu mwenye imani. Fa innahu yanzur bi nuri Allah, hakika ye mtu huyo anaona kwa nuru ya Allah. So mwenye nuru ya Allah anaona zaidi ya tunavyoona. Kwa hiyo mtu unaweza ukawa una macho lakini una nuru, ikawa hizo dalili kubwa 10 za kiyama usizijua kwa sababu ya kukosa ule uwezo wa ndani wa kiroho wa kiimani. Sasa dalili hizi ambazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema ni 10
kwa mujibu wa hadithi iliyopokewa na Hudhaifa ibn Asid al-Khifari radhiallahu anhu, miongoni mwa hizo dalili alisema ni Masihi Dajjal. Akasema dabbatul ard Ya'juj wa Ma'juj narun takhruj min al-Yaman tulu'u shamsi min al-maghrib wa thalathata khusufi wa nuzulu Isa ibn Maryam alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam. Sasa hizi dalili kubwa 10 zinahitaji huo uwezo, nuru ya Allah tabaraka taala, kwa ambaye atafanya jitihada za kiucha Mungu, Allah akamjalia ataziona. Kwa hivyo hata dalili za kiyama zimegawanyika kwenye muonekano. Kuna zinazoonekana na macho ya kawaida na kuna zinazoonekana na jicho la ndani, la rohoni, la moyoni. Kwa hivyo mtu aweza kawa na macho ya nje lakini jicho la ndani ni kipofu, haoni. Ndio maana Allah anasema kuna watu wana macho lakini hawaoni, wana masikio lakini hawasikii, wana mioyo lakini hawaelewi. Ulaika kal an'am, hao watu ni kama wanyama. Aya nyingine akasema fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Yanayopofoka sio macho. Unaweza ukawa na macho yanaona vizuri kabisa ya nje, walakin ta'mal qulub allati fi sudur, lakini mioyo ndio inayopofoka. So kwenye mioyo yetu kuna macho ya moyoni, macho ya rohoni, jicho la kiimani ambao ni nuru ya nani? Ya Allah. Sasa hizi dalili kubwa 10 kama tukishindwa kuzigundua na kujua kutofautisha namna ya kuziona, tutajikuta hatujui wakati tulionao. Na ndio maana wengi katika Waislamu katika kipindi hichi tukizungumza kiyama, akili na fikra za wengi zinakwenda katika kuwaza mwisho wa dunia. Kwa tukizungumza kiyama, kila mtu anaweza kuhusiana na mwisho wa dunia. Kwa nini mtu anawaza mwisho wa dunia? Kwa sababu hajagundua yupo kwenye dalili zipi za kiyama na itakuwaje baada hizo dalili kutokea. Ndugu zangu katika imani, tukizungumza kiyama sisi hatuzungumzi mwisho wa dunia, kwa sababu mwisho wa dunia hakuna anayejua ila yule anayejua mwanzo wa dunia, ambaye si mwingine bali ni Allah tabaraka wa taala. Allah ndiye anayejua kiyama ni lini. Kwa ushahidi wa Qur'ani, inna Allaha indahu ilmu saa, hakika Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye ilmu ya kiyama. Hii dunia ni nyumba, ni jengo, ni sehemu ya kuishi. Mwenye nyumba ni Allah, mwenye eneo hili lote tuliloishi wanadamu na viumbe wengine ni Allah. Mwisho wake anaujua yeye, kama ambavyo yeye ndiye anajua mwanzo wake. Sisi wanadamu tumekuja dunia tumeikuta. Kwa hivyo tukizungumza kiyama tunafosi mazingira ya akili zetu kulazimisha kwamba mwisho wetu ndio mwisho wa dunia, kitu ambacho sio kweli. Kuna mwisho wa dunia unaitwa kiyama na kuna mwisho wa maisha ya wanadamu duniani as a human being, wote duniani pia umeitwa kiyama. Sasa tukizungumza kiyama kwa maana ya mwisho wa maisha yetu, lazima turejee katika aya inayopatikana katika surati Az-Zukhruf, nadhani aya ya 63. Allah anasema wa innahu la ilmu lisaa, hakika yeye ni ishara ya kiyama, bimaana hakika ya ujio wa pili wa Isa ibn Maryam. Aya imeanza nyuma, walamma dhuriba ibn Maryam mathala. Aya hizi kwa zinamzungumzia Isa ibn Maryam alayhi salam. Huyu Isa ibn Maryam ni katika zile asharatu saa, ni katika dalili za kiyama, kama tulivyonukuu hadithi ya Mtume aliposema wa nuzulu Isa ibn Maryam, Isa ibn Maryam atashuka. Sasa huu ujio wa Isa ibn Maryam alayhi salam pia Allah ameuzungumza akasema ni kiyama. Sasa unapata kujiuliza, Allah anasema inna Allaha indahu ilmu saa, hakika kwa Allah peke yake ndiye mjuzi wa kiyama ni lini. Alafu huku inasemwa wa innahu la ilmu lisaa, hakika na ujio wake wa pili, hakika yeye ujio wake ni ishara ya kiyama, la a'lamu lisaa. Sasa
ni ipi tofauti ya kiyama ambacho ishara yake ni Isa ibn Maryam na kiyama ambacho Allah ndiye mjuzi? Ndugu zangu, tofauti ni kwamba kiyama ambacho Allah ni mjuzi nacho ni kile kinachouhusu ulimwengu, dunia, ni lini itaondoshwa, ni lini itafika mwisho. Hii ni siri ya Allah, nobody knows. Lakini sisi tulioikuta dunia, wanadamu, mwisho wa maisha yetu umetajwa kuwa ni kiyama. Kwa maana kiyama ni kisimamo, lakini kwa maana ya mwisho wa kiyama. Tafsiri yake ni kisimamo, lakini maana yake ni mwisho wa. Kwa hiyo kuna mwisho wa dunia na kuna mwisho wa maisha ya wanadamu duniani. Mwisho wa dunia kama nilivyosema, Allahu a'lam, peke yake Allah ndiye mjuzi ni lini, tawi ndiye anajua mwanzo wake. Lakini mwisho wa maisha yetu sisi ambao tumekuja tukaikuta dunia, ishara yetu ya mwisho ya kwamba mwisho wetu hapa duniani umefika ni kile kitendo cha ujio wa pili wa Isa ibn Maryam alayhi salam. Isa ibn Maryam biqauli Allah ta'ala wa innahu la'ilmun lisaa, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema bu'ithtu ana wasaa kahataini, nimeletwa mimi na kiyama kama hivi vidole viwili, kidole cha shahada na cha katikati. Kwa maana urefu wa vidole hivi viwili ndio tofauti ya ujio wa mtume mpaka kuondoka kwake na ujio wa Isa ibn Maryam, kwa maana ni muda mfupi sana. Sasa tayari kama inaposemwa ni muda mfupi, maana yake lazima uwe explained, lazima uwe unajulikanwa. Sasa kwa nini unajulikana? Kwa sababu hichi kiyama, kwa maana mwisho wa wanadamu, hakihusu mwisho wa dunia. Sisi duniani tutaondoka, dunia yani wanadamu wote tutaondoka, tutaiacha. Alafu mwenye dunia yake ndio ataamua afanyeje, dunia nayo ifike mwisho au aendeleze ratiba zake. Ndio maana Allah katika Qur'ani anasema yasha yudhibukum ayuhan nasu, nikitaka enyi watu na kuondosheni hapo duniani, wayati bi khalqin jadid, alafu naleta viumbe wengine. Hizi aya zimerudiwa karibia mara 3 katika Qur'an, katika surati al-Waqi'a kama sijasahau. Allah anasema wama nahnu bimasbuqina ala an nubaddila amthalakum wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun. Allah akitaka anabadilisha, anatuondosha sisi, analeta viumbe wengine. Kwa hivyo Allah akiamua atatuondosha sisi, dunia itabaki. Hii dunia ni nyumba, alafu yeye ataleta viumbe wengine. Akitaka atatuondosha sisi, alafu na dunia ataifumua, ataimaliza. Sasa ile tukio la dunia kumalizwa ndio hatujui na alituhusu, kwa sababu sisi mwisho wetu ni ishara yetu ya kufika mwisho wa maisha yetu duniani ni ujio wa pili wa Isa ibn Maryam. Kwa nini tunasema hivi? Kwa sababu kabla ya ujio wa pili wa Isa ibn Maryam, hizi dalili kubwa 10 ambayo yeye ni mojawapo, yeye ndiye ya mwisho, zitatangulia. Dalili kubwa 10 zitatangulia, 9 zitatangulia na yeye ndiye ya 10. Sasa katika hizi dalili 9 ambazo zitautangulia Isa ibn Maryam, zitautangulia ujio wake ule wa pili, the second coming, kuna tukio la wanadamu kuangamizwa. Kuna tukio la maangamizi lililoahidiwa na Allah tabaraka wa taala katika Qur'ani. Ukisoma surati Isra aya 58, wa in min qaryatin, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, Allah anasema wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yawmil qiyamah, hapana watu wa mji wowote. Wa in min ahli qaryatin wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yawmil qiyamah. Allah anasema tabaraka wa taala, hapana watu wa mji wowote ila tutawaangamiza hao watu kabla yaumil qiyama, kabla ya siku ya kiyama, kabla ya mwisho wa dunia. Watu wa miji yote tutawaangamiza, au muadhibuha adhaban shadida, au tutawaadhibu adhabu kali. Kana dhalika fil kitabi mastura, haya yameandikwa katika kitabu kilichostirika, kwa maana lazima yatokee. Sasa tazama aya hii,
Allah ameahidi kabla ya kiyama ataangamiza. Watu wanaoangamizwa ni wale ambao wako duniani lakini wanamuasi nani? Allah. Siku ya kiyama watu hawaangamizwi, watu wanakuwa wameshahukumiwa, wanaenda kupata malipo yao, sio kuangamizwa huko. Kuangamizwa ni tukio la hapa duniani. Kwa hivyo Allah ameahidi kabla ya mwisho wa dunia watu wataangamizwa, kabla ule mwisho wa dunia, ambapo ili tukio la kuangamizwa litatokea kabla ya ujio wa Isa ibn Maryam, ambao pia ujio wake Allah mzungumza ni la ilmu lisaa, ni ishara ya kiyama, ni ishara ya mwisho wa maisha yao. Sasa ukitazama katika asharatu saa al-kubra, dalili kubwa 10 za kiyama, kuna kitu kinaitwa ad-dukhani. Ad-dukhani ni moshi. Ukisoma katika hadithi nyingine kuna kitu kinaitwa malhama. Malhama ni vita vikubwa ambavyo kwenye ulimwengu tulionao ndivyo vinavyozungumzwa, vinaitwa vita vya 3 vya dunia. Wazungu wasema World War 3. Hivi vita vya 3 vya dunia ndivyo vilivyobeba maangamizi yaliyozungumzwa katika 17:58 ile aya tuliyosoma. Hivi vita ambavyo vitatumia silaha kali na kubwa za nyuklia. Ile milipuko ya nyuklia itakayokuwa ina explode, inalipuka juu ya mgongo wa ardhi, ndio ambayo mtume aliitaja kwa jina la ad-dukhani. Yani ad-dukhani ni moshi ambao utakuwa angani. Huu moshi Allah alizungumza akasema fartaqib yawma ta'ti as-samaa bidukhani mubin. Nasema iko siku mbingu itakuwa na moshi ulio wazi, watu wote watauona. Sasa moshi utakuwa created by what? Itakuwa umetengenezwa, umesababishwa na nini? Ukirudi katika mazingira ya uhalisia utagundua moshi ili ukae angani lazima kitu kiungue. Ukisema hiyo itakuwa ni siku ya kiyama, kumbuka hiyo siku mbingu zitaondoshwa, jua halitokuwepo, nyota zitakuwepo, idha shamsu kuwirat, idha nujumu qadarat, idha samaa fatarat, bahari itachoma moto. Huo moshi utakuwa utatoka wapi? Si kwamba Allah hawezi kuleta moshi, lakini tumepewa akili za kuweza kutafakari maneno ya Allah. Sisi tunafahamu kwamba moshi utasababishwa na nyuklia zitakazolipuka. Kwa mwaka 600 Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam angewaambia maswahaba uranium, angewaambia bomu la nyuklia, wasingemuelewa, sababu hawakuchimba uranium wala kutengeneza silaha. Kwa hivyo mtume aliposema ad-dukhani, moshi, wao walijua ni moshi. Huu moshi utasababishwa na kitu. Mimi na wewe leo ndo tunajua kuna vinaitwa vita vya nyuklia. Mabomu yatakapolipuka, moshi utakuwa mzito juu ya anga. Tunaona yanayotokea pale Gaza, Palestina pale. Fuatilia utaona, angalia yanayotokea kwenye nchi zenye vita, mabomu yanapolipuka. Sasa unapozungumza nyuklia unazungumza something else, unazungumza kitu cha ziada. Ni silaha ambayo ikilipuka mlipuko wake, fuatilia Hiroshima na Nagasaki, ndio tunaweza tukaelewa vizuri. Kwa hivyo hivi vita vya nyuklia ndivyo ambavyo vitasababisha maangamizi juu ya mgongo wa ardhi. Maangamizi haya Allah ameyapa sababu, kwa sababu Qur'an imeweka wazi kila kitu. Allah ameelezea sababu za watu kuangamizwa katika Qur'ani ni 3. Mji unapokuwa na ushoga, aliahidi alipoangamiza watu wa Nabii Lut alayhi salam, aliahidi kuangamiza ushoga ukijirudia, wa mahia minadh-dhalimina bibaid. Mji ukiwa na shirki, aliahidi kuangamiza, kama alivyoangamizwa Firauni, kama alivyoangamizwa watu wa Nabii Nuh alayhi salam, shirki. Mji unapokuwa na riba, watu wametangaza vita, ni kutangaza vita na Allah, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wadharu ma baqiya min ar-riba fa in lam taf'alu fa'adhanu biharbi min Allahi wa rasuli. Kwa hiyo kwa madhambi haya 3 yaliyojirudia kwa pamoja ndio msingi wa Allah kuahidi kuangamiza watu wa miji. Kwa hivyo watu wa miji yenye madhambi haya wataangamizwa. Sasa haya maangamizi ambayo ndio World War 3, vita 3 ya dunia, yatatokea kabla ya ujio wa Isa ibn Maryam alayhi salam, ujio wake wa pili. Kwa hivyo Isa ibn Maryam atakapokuja, tayari kutakuwa kuna destruction imeshatokea. Allah asha angamiza
wanadamu kwa sababu ya haya madhambi matatu. Kwa hiyo tukizungumza kiyama sasa, hatuzungumzi mwisho wa dunia, tunazungumza mwisho wa maisha ya wanadamu duniani. Hii dunia tutaiacha, biqauli llahi ta'ala, in yasha yudhhibukum ayuha nnasu wa yati bi khalqin jadid. Allah akitaka anatuondosha, analeta viumbe wengine. Hii dunia ni mali yake, hatuwezi kumpangia nani aishi. Tumemzingua, tumevunja taratibu, tumevunja makubaliano ya kuishi na kumwabudu hapa duniani, anatuondosha, analeta wengine akitaka, na dunia yenyewe ndo anaifumua, inafika mwisho. Sasa kufika mwisho kwa dunia ndio idha shamsu kuwirat wa idha nujumu kadarat idha samaa'u shaqqat wa idha albiharu fujjirat. Hayo mazingira yote, jiografia inabadilishwa, hakuna atakayeona haya. Watu wote takuwa tayari tumeshakufa, hatupo duniani. Pale ambapo Allah atatuondosha duniani, ndipo atakapouliza limanil mulku al-yawm, leo ufalme ni wa nani, utawala ni wa nani? Kuna watu walikuwa wanao declare, wanaosema wao ni watawala, wanaishi kwa mifumo iliyo nje ya Qur'ani na Sunna. Wako wapi leo? Kwa hivyo utawala utakuwa ni mmoja tu, lillah, utawala utakuwa ni wa Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo mwisho wa maisha yetu pia umetafsiriwa kuwa ni kiyama, na huu mwisho utatokea kabla ya ujio wa pili wa Isa ibn Maryam alayhi salam. Sasa kama tulivyozungumza kwamba tukio la malhama la vita ya tatu ya dunia, World War 3, ndio iliyobeba maangamizi. Hii vita ya tatu ya dunia, ndugu zangu, imezungumzwa sana katika Qur'an. Ukianzia katika hiyo surati Dukhani, hiyo aya iliyozungumza Dukhani imezungumzia nuclear explosion zitakazolipuka na kutengeneza moshi mzito angani ambao watu wote watauona. Yakhsha nasu, watu watalia, hadha yakhsha nasu hadha adhabun alim rabbana kshifu anna al'adhab. Wataomba Mola wetu tuondoshee adhabu ili tuamini. Habari ya kuamini ni ya hapa hapa duniani. Huwezi kuamini ukiwa tayari, mtu akiwa ni siku ya kiyama katika uwanja wa hesabu, hakuna kuamini. Watu wataomba rabbi rji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu, ya rabbi nirudishe kule duniani. Siku ya kiyama hakuna kuamini. Siku ya kiyama watu wataomba kurudishwa duniani, warudishwe yale mazingira ambayo yangewawezesha kufanya ibada, wawe watu wema. Kwa hivyo issue ya kuamini ni issue ya hapa hapa duniani. Kwa hivyo huu moshi utatokea hapa hapa duniani. Huu moshi ambao ni nuclear ni katika asharatu saa al-kubra, katika zile ishara kubwa 10 za kiyama, ambao leo katika ulimwengu wa Kiislamu hauzungumzwi. Kwa sababu gani? Kwa sababu hizi ishara kama tulivyosema mwanzo zinakuja katika muonekano kwa jambo la kawaida, lenye muonekano wa kawaida, lakini kiuhalisia kwa jicho la kiimani ndio ishara yenyewe. Kwa hiyo vita ya tatu ya dunia ndio ile ishara iliyotajwa kwa jina la Dukhani au Malhama. Sasa hii vita ya tatu ya dunia kama nilivyozungumza, imezungumzwa katika sura nyingi. Moja katika sura zilizozungumza vita hii, ukisoma katika suratul Hajj aya ya kwanza na ya pili, Allah azza wa jal tabaraka wa taala anasema, ya ayuhan nasu, enyi watu, ittaqu rabbakum, mcheni Mola wenu, muheshimini Mola wenu, acheni makatazo, tekelezeni maamrisho yake. Inna zalzalata saa, hakika ya mitetemeko ya kiyama, shay'un adhim, ni jambo kubwa msiloliweza. Kwa maana ya hakika mitetemeko, mitikisiko ya ujio wa pili wa Isa ibn Maryam, yale yatakayotangulia ujio wa pili wa Isa ibn Maryam, ambaye naye ni wa innahu la ilmu lisaa, shay'un adhim, hayo mambo ni makubwa, muyawezi. Kwa hiyo mcheni Allah ili muweze kunusurika. Akisema yauma taraunaha, siku mtakapoiona hiyo mitetemeko, tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at, kila anayenyonyesha katika wanawake ataacha anachokinyonyesha. Anaendelea kusema Allah tabaraka wa taala, watadha'u kullu dhati hamlin hamlaha, na kila mwanamke mwenye ujauzito wake utatoka, utaharibika. Watara nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adhaballahi shadid,
na utaona watu wamelewa kumbe hawakulewa, lakini ni adhabu ya Allah. Sasa hii aya, ndugu zangu katika imani, group members wa group letu na majibu ya Qur'ani pamoja na fikra pevu katika Uislamu, ni kuombeni tuitafakari vizuri. Aya imesema yauma taraunaha, siku mtakapoiona hiyo mitikisiko ya kiyama, mitikisiko ya ujio wa pili wa Isa ibn Maryam itakayomtangulia. Siku mtakapoiona, kila mwenye kunyonyesha atamsahau, atakiacha anachokinyonyesha. Sasa laiti aya ingekuwa inafanya kazi siku ya kiyama, au mtu ambaye anasema hii aya inafanya kazi siku ya kiyama, tunaweza kumuuliza swali na akawa hana jibu. Siku ya kiyama ni mwanamke gani tunakumbuka, ili tusimame, aya zimeweka wazi, ili tusimame katika uwanja wa hisabu. Watu tutatofufuliwa kutoka makaburini, yauma yakhrujuna min al-ajdathi siraa kaannahum jaradun muntashir. Aya nyingine sema kaannahum ila nusubin yufidun. Watu wakitoka katika makaburi yao automatiki tutajikuta kwenye uwanja wa hisabu. Sasa ukisema kiyama kwa maana ya siku hii, huyu mwanamke mwenye mtoto mjamzito, mtoto anayemnyonyesha, je, huyu mwanamke kampata wapi mtoto wa kunyonyesha? Kaburini? Mitikisiko hii ya kiyama ambayo inamsababisha mwanamke aache anachokinyonyesha, huyu mtoto mwanamke atakuwa amempata wapi? Na je, huyu mwanamke ambaye ujauzito wake utatoka, mwanamke atapata wapi ujauzito ilhali kila mtu kaburini atakuwa peke yake? Ukitazama hii aya utagundua inazungumzwa tukio la vita vya mabomu ya nyuklia. Wakati analipuka vile vishindo na mitikisiko yake, mwanamke atatupa mtoto, ujauzito utatoka kwa hofu na vishindo. Ndio maana Allah akasema utawaona watu kama wameelewa lakini hawakunywa ulevi. Kawaida ya mlevi anakuwa ana mwendo ila hana mwelekeo, anaenda mbele hatua 3, anarudi nyuma hatua 4, anaenda kulia, anaenda kushoto. Huo wote ni mwendo, lakini mwelekeo ndio watu watakuwa hawajui siku hiyo. Mavita wakati vinapiganwa, hebu tuangalie Gaza, mfano mzuri tunao hai kwa ndugu zetu wa Palestina pale Uislamu. Gaza watu wanakimbia watoto, watu wanakimbia familia, mimba zinatoka. Kwa hili tukio lilozungumzwa katika suratul Hajj sio tukio la ile siku ya hisabu, ni tukio litakalotokea kabla ya ujio wa Isa ibn Maryam. Ule mlipuko wale mabomu ndio utakasababisha mwanamke atupe mtoto wake. Hakuna mwanamke atatoka kaburini ana mtoto, wala hakuna mwanamke atapata ujauzito kaburini. Kaupata wapi? Kwa hiyo ndio maana Allah asema yauma tarauna, siku mtakapoiona hiyo mitikisiko, hayo matukio ya saa ya ujio wa pili wa Isa ibn Maryam, matukio ambayo yatakuwa yanaenda kusababisha mwisho wa maisha yenu. Haya matukio ni makubwa, hamuyawezi. World War 3, mavita ya nyuklia, haya ni kitu kikubwa. Sasa hii ni suratul Haji, ukisoma aya ya kwanza na aya ya pili imezungumza habari ya tukio la vita ya 3 ya dunia, vita vya nyuklia. Lakini tazama ulimwengu wa Kiislamu, kama ni hii vita kuzungumzia ni issue, ndio kwanza tumerelax azifu tuko katika dola ya Kiislamu, yani azifu tunaishi salama, kumbe tunaishi katika mazingira ya hatari kuliko tunavyofikiria. Kwa hivyo tunapata wazi kwamba tukizungumza kiyama hatuzungumzi mwisho wa dunia, tunazungumza mwisho wa maisha ya wanadamu duniani, ambao ishara yake ya mwisho, dalili yake ni ujio wa pili wa Isa ibn Maryam. Isa ibn Maryam kama hajaja atatanguliwa na hili tukio la World War 3 ambayo itakuwa ni vita ya 3 ya dunia. Sasa kwenye hii vita kama nilivyosema aya 17:58 kuna miji itaangamizwa na miji itaadhibiwa. Miji itakayoangamizwa ile ambayo itakuwa kwenye vita vya moja kwa moja, especially western countries, East and West Europe, Ulaya mashariki na magharibi, Russia na Marekani, ambazo zitakuwa na washirika wao, zitakuwa kwenye vita ya moja kwa moja. Nyingi zitaangamizwa na yale mabomu, sababu wao ndio wana mabomu ya nyuklia. Lakini nchi ambazo ziko huku, mfano huku kwetu Afrika, zitaadhibiwa kwa sababu nchi zetu zimeshatengenezwa katika mfumo wa kuzitegemea nchi za magharibi. Kwa yale mahitaji ambayo tunahitaji kutokea magharibi yatakapokuwa yamesimama, automatic maisha yatakuwa ni ya shida. Kwa hiyo zipo huduma nyingi zitasimama, ikiwemo mafuta,
usafirishaji, magari, sijui madawa, sijui nini. Kwa maisha yatarudi enzi za mababu, yale maisha ya kutegemea kilimo na ufugaji, tena kilimo cha kienyeji na ufugaji wa kienyeji. Haya maisha ya kisasa yamekwenda kufika mwisho. Kwa wale ambao tayari wamesha lemazwa kwa kutegemea yale maisha ya kimagharibi, wakati dunia ya ulimwengu wa magharibi na mashariki inapigana, huku kwetu kutakuwa kuna maisha ya shida sana. Sasa ile maisha ya shida yatasababisha watu wafe na njaa, watu wafe na maradhi. Sasa watu wameshaondoshwa uwezo wa kulima, uwezo wa kutembea sana, uwezo wa kufikiria, yani vitu vingi tumeshafanya kwa mfano, watu washafanya mfano wa maroboti, kutegemea kila kitu kutoka Ulaya, vyakula vya supermarket, vyakula vya kwenye artificial food, vyakula vya kutengeneza. Watu wamekuwa vivu kulima, watu wamekuwa, yani kutakuwa kuna shida. Nadhani ukikaa chini ukitafakari utaelewa vizuri athari za World War 3, vita tatu ya dunia. Ulaya wataangamia kwa mabomu, ila huku ambao watu wamejiegemeza kwa Ulaya, kutakuwa kuna maisha ya shida sana, kwa sababu huduma nyingi ambazo tunazitegemea kutoka huko kwao, kumbuka hakutoendeka, hakutokuwa nakwenda China, USA, Belgium, sijui wapi. Kwa sababu gani? Kwanza usafiri utakuwa hakuna, kwa sababu anga itakuwa kule kwao kuna anga imejaa moshi wa nyuklia, mandege ya kijeshi, baharini Navy Fleet, kutakuwa kuna meli, manuari za kijeshi. Yani kwa hiyo kutakuwa Ulaya kwa ufupi itakuwa iko katika maangamizi, kwa sababu wao ndio waleta ya maisha ya uovu na uasi ambao umeenea mpaka huku dunia nzima. Huku Afrika watu ukimuona mtu ni kimuonekano, yani anataka kuwa mzungu lakini Mwafrika. Yani yale maisha ya kuiga, kuvaa kizungu, kuishi kizungu, yani kwa ujumla kuacha kuishi kiimani na kuishi azifu tumejileta wenyewe hapa duniani. Haya ni maisha ya kimagharibi, maisha ya kipagani. Wao hawana dini, wao wanaamini kwenye nature. Kwa vita vitakuwa na athari kubwa sana. Kwa huku kwetu tutaadhibiwa na Allah. Sasa ile adhabu itapelekea watu kufa kama nilivyosema. Lakini ukisoma katika sura Yunus, ukisoma katika surati Yunus, pia Allah amelizungumzia tukio la vita tatu ya dunia. Allah anazungumza, anasema a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, innama mathalul hayati dunya kama in anzalnahu minas samaa fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulu an-nas wal an'am hatta idha akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkarun. Allah anasema mfano wa maisha ya dunia ni kama maji tuyateremsha kutoka mbinguni. Maji yakachanganyikana na mimea ya ardhi ambayo sisi ndio tunaila, mpaka ardhi ikakamilika kwa uzuri wake. Yani hii dunia the way ilipofikia sasa hivi, ilivyopambika, ilivyokuwa nzuri, ilivyojengeka, watu the way walivyoletewa makeup, watu wanajiremba manini, yani vitu kibao. Nadhani tunaona mtu mpaka akijifuta zile makeup, ile puti aliyojipiga, unaweza kujua ni watu wawili tofauti. Hivi the way maurembo walioletwa, ni dunia imepambika. Allah anayafananisha ni sawa sana maji yaliyoshuka kutoka mbinguni yakaingia katika ardhi, mmea ukastawi kwa mzuri. Sasa Allah anasema wadhanna ahluha annahum qadiruna alaiha, wakadhania watu wake kwamba washaipatia dunia. Mashallah, dunia imejengeka, maendeleo, magorofa. Watu wanadhani afahasibitum annama khalaqnakum abatha. Allah anasema wakati kipindi hicho watu wanadhania dunia sasa ndio imepambika, yani imekuwa vizuri, magari mazuri, majumba ya kifahari. Allah anasema ataha amruna laylan au nahara, amri yetu itakuja muda wowote, usiku au mchana. Amri gani? Ili ujue amri gani, soma katika aya zinazotangulia huko katika surati Hudi. Allah amesema hata idha jaa amruna najaina Saliha, hata idha jaa amruna najaina Huda, hata idha jaa amruna najaina Shuaib. Amri yetu ilipokuja tukamuokoa fulani. Kwa hiyo ile amri ni adhabu, ni amri ya adhabu. Amri inayozungumzwa hapa ni adhabu ya Allah, itakuja muda wowote. Itakapokuja Allah anasema
faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil amsi, tutaifanya hiyo ardhi kama iliyofekwa kana kwamba jana haikuwepo. Yani yale mabomu ya nyuklia yatakapopiga, yani kama mtu anapita leo alafu kesho anapita bomu limeshapigwa la nyuklia, hawezi kugundua kama jana hapo kulikuwa kuna majumba. Ndivyo vita itakavyosababisha ulimwengu wa magharibi, yale skyscrapers, zile majumba marefu tunayoyaona Ulaya, zile nyuklia zitayasambaratisha. Angalia Hiroshima na Nagasaki, angalia Gaza, angalia baadhi ya miji ya Ukraine inavyopigwa. Sasa Allah anasema kadhalika nufasilu alayati liqaumi yatafakkarun, kama hivi tunazipambanua ishara zetu kwa watu watakaofikiria, watakaokuwa wanatumia akili zao kutafakari maneno ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hivi vita vya dunia hivi ndivyo ambavyo vitakuja kusababisha tukio la mwisho wa maisha ya wanadamu. Kwa baada ya vita, kama tulivyowahi kuzungumza, ndipo ambapo Isa ibn Maryam atashuka. Atakaposhuka Isa ibn Maryam, atakuta watu wachache ambao vile watakuwa ni watu wema, na wao watakufa. Isa ibn Maryam alayhi salam atakufa, atazikwa, na wale watu watakao kuwepo ambao pia watakuwa ni watu wema nao watakufa. Kipindi hicho milango ya toba itakuwa imefungwa. Ukisoma hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika Sunan Ibn Majah, anasema Allah ataleta harufu nzuri, ile harufu kile atakayevuta naye atakufa, kifo kilaini, dunia itabaki empty. Hapo ndio Allah ataamua sasa, ameshatuondosha sisi, alete viumbe wengine au dunia ifike mwisho. Akiamua dunia ifike mwisho, hatuwezi kumzuia. Akiamua kuleta viumbe wengine, hatuwezi kumzuia. Akileta viumbe wengine, maana hatuwajui, hajasema ataleta watu, kasema viumbe wengine. Yasha yudhhibukum ayuha nas wa yati bi khalqin jadid, viumbe wapya. Wa design gani, watuombwaje? We don't know, atujui. Akiamua dunia ifike mwisho, idha shamsu kuwirat, jua linakunjwa, idha samaa unshaqqati, jiografia ya dunia inabadilishwa, inaondoshwa. Itakapokuwa imeondoshwa, tutakapofufuliwa tutakuta hakuna mbingu, ardhi sio hii. Yauma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar. Tayari jiografia ya hii imeshabadilishwa, haitakuwa inaitwa tena dunia, itakuwa ni akhera. Sasa huko ardhi ni shaba, mbingu hakuna, jua limeshushwa, yani jiografia imebadilishwa. Haya matukio hatujui yatatokea lini. Tunachozungumza hapa ni mwisho wa maisha yetu, ambao ujio wake, kutokea kwake ni pale ambapo yatatokea kabla ujio wa Isa ibn Maryam. Na kabla ujio wa Isa ibn Maryam, kama tulivyosema, kutatokea tukio la malhama, World War 3, ambayo ndio maangamizi. Kadhalika nitaka kusahau, yamezungumzwa katika suratul Kahfi. Suratul Kahfi ukisoma sura ya 18 hii, pia Allah tabaraka taala amezungumzia tukio la kuangamizwa kwa miji. Allah tabaraka taala anasema, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah anasema hakika tumevifanya vilivyoko juu ya ardhi kuwa ni pambo lake, ili tuwafanyie mtihani watu ni nani kati yao wenye vitendo vizuri. Hii dunia the way ilivyo imepambwa, ndio ile tunarudi katika surati Yunus, wazayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna alaiha. Dunia imepambwa mpaka watu wakadhania wameipata. Ndivyo ambavyo Allah katika suratul Kahfi anasema tumevifanya, inna ja'alna ma'ala al-ardi zina, ni vipambo. Hakuna pambo lenye kudumu. Mwanamke anajipaka makeup, akitembea jasho likitoka akiifuta makeup umekwisha. Anayenyoosha nguo, akikaa vibaya baadaye kijikunja, imekwisha. Anajiweka perfume, anajitia perfume, itafika mahala harufu itakwisha. Hakuna pambo la kudumu. Pambo lolote la muda mfupi. Kwa hiyo haya mapambo ya dunia, Allah anasema hii dunia ilivyopambika imepambwa, linabluwahum ayyuhum, anasema linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, ili awapime watu ni nani mwenye vitendo vizuri. Akasema wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza, na hakika sisi tutavifanya vyote vilivyo juu ya ardhi kuwa kama nchi iliyopigwa na ukame. Ndio yale mabomu ya nyuklia yatakapolipuka,
nchi itakuwa ni ukame, ardhi. Kwa sababu gani ardhi itakuwa ukame? Kule mabomu yatakapolipuka, ardhi itasambaratishwa. Wa inna lajailuna ma alaiha saidan juruza fajalnaha hasidan ka'an lam taghna bil amsi. Yale mabomu yataifanya ardhi itakuwa flat. Na kuombeni wewe ambaye unasikiliza audio hii, fuatilia tukio la Hiroshima ilipopigwa atomic bomb mwaka 40 baada mwisho wa vita ya pili ya dunia, 49 kama sijasahau, sio 45, mwaka 45. Fuatilia Nagasaki ilipopigwa bomu, Marekani ilipopiga Japani pale, ile ardhi the way ilivyofanywa. Sasa yale mabomu yatakapolipuka kule, yatakapolipuliwa, miji itasambaratika, itakuwa kama Allah alivyosema ka'allam taghna bil amsi. Lakini huku kwetu huku, ule moshi utakapokuwa angani wa nuclear, leo kunywa maji ya mvua ni machungu kwa sababu ya maviwanda wanaotengeneza chemicals. Maji ya mvua ni machungu, tofauti na zamani kabla mapinduzi ya viwanda hayajawa makubwa. Ukinywa maji ya mvua mashaallah alikuwa matamu, kisa hivi maji ya mvua machungu kabisa. Sasa ule moshi wa nuclear utakapokuwa umekaa angani, maana yake nini? Nuclear, ule moshi kwanza utakuwa kuna giza, yani jua, mwanga wa jua utazuiwa na ule moshi mzito wa nuclear. Ikitokea mvua imenyesha, ina maana inaisha mvua yenye sumu, maji yenye sumu, ina maana huku chini kutakuwa na ukame automatic kwa sababu ya mazingira ya hali ya hewa na iliyoko hapo angani. Kwa hivyo ndugu zangu, group members, nimalizia kwa kusema kuna tofauti kati ya mwisho wa dunia na mwisho wa maisha ya wanadamu. Mwisho wa dunia hakuna anayejua isipokuwa ni Allah tabaraka taala, inna Allaha indahu ilmu saa. Mwisho wa maisha ya wanadamu duniani ambao pia ni kiyama, ishara ya mwisho ni ujio wa Isa ibn Maryam, wa innahu la ilmu lisaa. Kwa hivyo sisi tukizungumza ukiambiwa kiyama, achana na habari ya kwanza mwisho wa dunia, ukuhusu wewe au nihusu. Yasha yudhibu kuma yuhannas, Allah asema kitaka na kuondoeni naleta wengine. Kwa hiyo kuna uwezekano Allah atakavyoamua yeye ataleta wengine waishi, au na dunia taifumua. Kwa hivyo ili tuweze kujua hili na haya pamoja na mengine mengi, ndugu zangu, tufuatilie, tusomeni, tujitahidi katika takwa. Mwenyezi Mungu atupe taufiki na ule uwezo wa ndani wa kiroho wa kiimani, tupate kuona, ili hizi dalili kubwa 10 tuzione. Leo nyingi watu wanaziingia, mfano mpira ni fitna ya Dajjal, lakini kwa sababu gani watu wanaingia? Kwa sababu ina muonekano mzuri, lakini kwa macho ya nje, kwa jicho la ndani ni uozo mtupu. Yani kuna mambo mengi sana, michezo mingi na mambo mengi, mifumo mingi sana ni ya kishetani, lakini tunaiona kawaida. Kwa sababu gani? Hatuoni kwa jicho la moyoni. Tuna macho, watu wana macho lakini hawaoni. Bi kauli Allah Taala, sema Allah sema lahum qulub, anasema lahum walahum a'yunun, wana macho la yubsuruna biha, lakini hawaoni. Walahum adhanun, wana masikio la yasmauna biha, lakini hawawezi kusikia. Masikio wanayo ila hawawezi kusikia. Wana mioyo lakini hawaelewi. Allah anasema ulaika kal an'am, hao ni sawa na wanyama. Wanyama kwa sababu gani? Kwa sababu wanyama kimaumbile, inshallah katika darasa ya roho tutakuja kuzungumza, kimaumbile wanyama hawana ile muono wa ndani wa kiroho. Hawana muono wa ndani wa kiroho, jicho la kiroho hawana, masikio ya kiroho hawana. Ndio maana Allah anasema fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur. Tutafuteni imani ndugu zangu katika imani, tupate kuona kwa nuru ya Allah, tupate taufiki ya Allah. Tuzidishe kufanya adhkari, tudumu na udhu, tumfanye shetani kuwa ni adui ili Allah atupende. Tutafute urafiki, mapenzi na Allah tabaraka taala, atuwezeshe kuona ukweli, sio muonekano. Tusidanganywe na muonekano, bali tudili na ukweli. Ninamwomba Allah tabaraka taala atujalie mwisho uliokuwa mwema, atujalie katika wanaosikia maneno na kuyafuata yale kwa mazuri. Pale ambapo nimeteleza, alkamalu lillah, ukamilifu ni Allah, mimi ni binadamu sijakamilika, lakini namuomba Allah tabaraka taala atujalie mwisho uliokuwa mema. Kama kuna swali ninakaribisha biidhnillah taala. Ulikuwa nami ndugu yako katika iman, muhudhurishaji. Allah atujalie khairi.
Mbaga, Mwalimu Mbaga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.